Hakika haya ni maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam DITF, maarufu kama Sabasaba. Sisi bado tupo katika banda hili la Wizara ya Fedha, na banda hili kama unavyotazama limesheheni taasisi mbalimbali za kiuchumi, za kifedha, zikifanya kazi chini ya Wizara ya Fedha ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa sasa hivi tutatembelea baadhi ya taasisi na idara hizo kupitia tathmini yao tangu yaanze Juni 28, kilele chake ni Julai 13 na pengine ikaongezwa labda masaa kadhaa. Kwa tutapitia kuona tathmini fupi ya kila taasisi, nini ambacho umefanya na umefanikiwa masuala gani. Naitwa Doris Mlenge, ni afisa masoko kutoka UTT AMIS. UTT ni taasisi ya serikali iliyoko chini ya Wizara ya Fedha, na kazi tunayoifanya ni uwekezaji wa pamoja, ambapo tunakusanya pesa ya mtu mmoja mmoja, tunakusanya fedha ya kikundi, taasisi, wizara, mashirika mbalimbali. Mpaka wakati huu kiwango ambacho tunachokiendesha ni kiasi cha shilingi trilioni 5.1. Haya ni mafanikio katika viwanja hivi vya Sabasaba. Tumeweza kupata mwitikio mkubwa sana kuweza kupata wateja ambao sisi tunawaita wawekezaji. Mfano, tuweza kutembelewa na wajasiriamali ambao na wao pia ni wenyeji wa kuweza kuuza bidhaa katika maeneo haya, katika faida wanazozipata wanavyowauzia watu, na hizo faida wanazozipata wanakuja kuwekeza UTT AMIS. Tumepata mwitikio pia katika wafanyakazi, wafanyabiashara katika makampuni mbalimbali, na wao pia ni wawekezaji kupitia uwekezaji wa UTT AMIS. Karibu UTT AMIS, mshirika hakika katika uwekezaji. Kwa majina naitwa Isa Bernard Magabiro, ni mtubi kutoka Ofisi ya Taifa ya Takwimu Dodoma. Ofisi ya Taifa ya Takwimu imeshiriki maonyesho ya Sabasaba na kuendelea kutoa elimu mbalimbali kuhusu matumizi ya takwimu mbalimbali tulizonazo. Kwa kawaida tunajua Ofisi ya Taifa ya Takwimu inafanya kazi mbalimbali, kwa ni kukusanya takwimu, kuchakata na kuvisambaza kwa wananchi. Katika maonyesho haya tunatoa elimu ya matumizi ya takwimu mbalimbali, zikiwemo takwimu za idadi ya watu, takwimu za mazingira, takwimu za kiuchumi na takwimu za kijamii. Na katika maonyesho haya tunawaomba wadau mbalimbali waendelee kutembelea Ofisi ya Taifa ya Takwimu kwa hizi siku mbili zilizobaki. Na bado tukiwa ndani ya banda la Wizara ya Fedha, tukipata tathmini ya washiriki au zile taasisi ambazo zinafanya kazi kupitia Wizara hii ya Fedha ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miongoni mwa taasisi imara za kifedha ni mfuko wa SELF. Falsafa yao kubwa ni kuwapa watu fursa ya kushiriki uzalishaji mali au ukuaji wa uchumi. Wao tathmini yao katika maonyesho haya ya Jubilee ya dhahabu wanazungumzaje? Tathmini fupi ya maonyesho ya 50 ya Sabasaba, maonyesho yamefana hasa kwa wananchi ambao wameweza kutembelea banda la SELF na kuweza kujipatia huduma mbalimbali ambazo tunaendelea kuzitoa. Mfuko wa SELF unazidi kutoa huduma za mikopo kwenye taasisi au asasi za kifedha. Pia tunatoa kwa mtu mmoja mmoja au kwenye kampuni ambao inaweza kwenda kujishughulisha kwenye shughuli mbalimbali, mfano kama shughuli za biashara, shughuli za kilimo, shughuli za ufugaji. Pia mfuko wa SELF unazidi kujipambanua kwa wananchi wake kwa kuwapatia bidhaa za bima mbalimbali. Tunatoa bima za moto, bima za magari, bima za maisha, bima za afya, na pia tunatoa elimu ya fedha. Kwa hiyo kwenye maonyesho haya ambayo yanaendelea katika hivi viwanja vya Sabasaba, tunawakaribisha wananchi wote katika banda la Wizara ya Fedha kuja kujipatia huduma zinazotolewa na mfuko wa SELF. Karibuni sana. Kwa jina naitwa Eugene Naftali Ingwe. Nafanya kazi TIB Development Bank kama afisa mkuu uendelezaji wa biashara na usimamizi wa miradi. Benki ya TIB tuko Sabasaba na lengo kubwa ni kuwaelezea wawekezaji au wadau wote sera za benki yetu na malengo ya benki yetu. TIB imeanzishwa mwaka 1970 na ni benki ya kisera, na tunafanya kazi kufuatana na dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. Tunawaalika wadau wote waje Sabasaba katika banda letu ambalo liko Wizara ya Fedha ili tuweze kuwaelimisha zaidi kuhusu mikopo ya uwekezaji inayopatikana kwenye benki ya TIB. Habari, naitwa Shamimu Mdee,
mkuu wa kitengo cha uhusiano kwa umma na mawasiliano kutoka Bodi ya Wataalamu wa Ununuzi na Ugavi nchini Tanzania, yani PSPTB. Niwajulishe tu, PSPTB ni taasisi ya serikali iliyoko chini ya Wizara ya Fedha. Imeanzishwa kwa sheria namba 23 ya mwaka 2007. Tuko hapa leo kusema maadhimisho ya jubilei ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam, yani Sabasaba. PSPTB tumeachieve nini? Tumefaidikaje na maonyesho haya? Niseme tu PSPTB tumeshiriki miaka 10 mfululizo katika maonyesho haya. Katika miaka 10 hiyo tuko ndani au kwenye mwavuli wa Wizara ya Fedha. Tunakaa kwenye banda la Wizara ya Fedha. Kuwepo kwetu hapa tumefaidika mambo mengi sana. La kwanza, tumepata kufahamika kimataifa na kitaifa katika taasisi mbalimbali, ukielewa kwamba haya ni maonyesho ya kimataifa. Niwajuze tu watu mbalimbali, taasisi ambazo ziko chini ya Wizara ya Fedha, tuzidi kushirikiana na wizara yetu ya fedha, tupate kuaminika na kufanya kazi kwa uthabiti kama inavyotakikana. Niwakumbushe, PSPTB tumejikita kwenye ubora na tuko hapa na Wizara ya Fedha kuzidi kuonyesha value for money. Ni bodi ya kitaalamu ya ununuzi na ugavi. Karibu PSPTB, karibu tuhudumie. Habari, naitwa Margaret Kagea, ni mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano kutoka NBA. Kama NBA tunashukuru sana kwa kushiriki maonyesho haya ya Sabasaba. Maonyesho ya Sabasaba yamekuwa ni mazuri na mafanikio kwetu, kwani tumeweza kuhudumia wateja wetu au wadau wetu muhimu na mbalimbali kutoka sehemu tofauti tofauti. Kuanzia wale wanaofanya mitihani kwa level tofauti tofauti mpaka wale wanachama ambao tunawaita sasa ni members kwetu ambao wameshapata CPA, na hata wale ambao walikuwa wanahitaji kufungua firms tumekuja kwenye banda letu tumewaelekeza. Kwa hiyo sisi tunafurahi au tunashukuru kwa maonyesho ya Sabasaba, kwani yametukutanisha na wadau wetu wote tulikuwa tunatamani kukutana nao. Kwa jina naitwa Agnes Sai, mkuu wa sehemu ya huduma za sheria. Mamlaka ya rufani ya zabuni ya umma PPAA ina jukumu la kupokea, kusikiliza na kutoa uamuzi dhidi ya malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Kwa takriban miaka hii 20 na PPAA tumeshiriki katika maonyesho ya Sabasaba. Mwitikio, tunaona kwamba mwitikio ni mkubwa na wadau mbalimbali wanatembelea banda letu kwa ajili ya kupata elimu juu ya namna ya uwasilishaji na ushughulikiaji wa malalamiko pamoja na rufaa. Tunaendelea kupata mrejesho kutoka kwa taasisi mbalimbali ambazo zinashiriki katika maonyesho haya ya 50 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam DITF. Tuko katika banda la Wizara ya Fedha na tumeshatazama baadhi ya wadau wanaofanya kazi pamoja na wizara hii ya fedha. Tuamie kwenye sekta ya elimu. Sekta ya elimu ya juu hasa. Tunazungumzia taasisi ya uhasibu Tanzania na chuo pia cha uhasibu Tanzania, chuo cha uhasibu Tanzania TIA wako hapa, lakini ukiacha hawa TIA pia IFM, chuo cha usimamizi wa fedha, pia wanashiriki katika maonyesho haya ya mwaka huu. Wanasema ni jubilei ya miaka 50. IFM wanajivunia nini katika maonyesho haya ya 50? Mwenyeji wangu yupo, atajitambulisha hapa. Nazungumza na nani? Naitwa Dr. Shabani Ngole, ni mkuu wa kitivo cha biashara na uchumi cha chuo cha usimamizi wa fedha. Chuo cha usimamizi wa fedha ni chuo cha elimu ya juu ambacho kinatoa mafunzo, kina majukumu matatu makubwa: kutoa mafunzo kwa jamii, kutoa ushauri elekezi, lakini pia kufanya utafiti kwenye mambo yanayohusiana na fedha, disciplines za fedha, maana yake uhasibu, banking, insurance na zingine zinazohusiana na mambo haya. Kwa kifupi sana, maonyesho ya Sabasaba yana maana gani kwenu? Yana maana kubwa sana, kwa sababu kwanza yanatupa fursa ya sisi kuonyesha huduma zetu tunazozitoa kwa jamii, lakini pia yanatupa fursa pia kushirikiana na wadau wengine, wadau muhimu ambao tutashirikiana nao katika shughuli hizi, lakini pia kuunga mkono jitihada za serikali hasa kwenye dira ile ya 2050. Na IFM tuna dira yetu wenyewe, tunayo dira 2050 pia, lakini tumeioanisha na ile dira ya taifa. Kwa hiyo tunaunga juhudi pia za serikali katika kuhakikisha kwamba tunawafikia wanajamii wengi, na lakini pia kwenye hayo maeneo yote ambayo sisi kama chuo tumepewa ili tuweze kutoa kwa jamii. Sisi kama taasisi ya uhasibu Tanzania tumeshiriki kikamilifu katika maonyesho ya Sabasaba kama mnavyoona hapa. Kimsingi taasisi ya uhasibu Tanzania ni wakala wa serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Fedha. Hivyo tumekuja hapa kuonyesha sehemu kubwa ya namna ambavyo tumejiwekea mikakati wenyewe
ya kuhakikisha kwamba tunakwenda sambamba na mwelekeo wa sera yetu ya 2050 kwa maana ya vision ambayo tunayo sasa hivi. Tumekuja hapa tukiwa na program zetu mpya kabisa ambazo zimetokana na tafiti mbalimbali ambazo tumezifanya ili kuhakikisha kwamba angalau tunaweza na sisi kuwa sehemu ya kutatua changamoto ambazo zinajitokeza. Lakini pia tuna taasisi nyingine mbalimbali ambazo tumekutana nazo kwa kupitia maonyesho haya. Tumeweza kufanya mchakato wa kutaka kufanya MOU baina yetu kama taasisi ya uhasibu na vyuo vya kutoka nje kama vyuo vya Uturuki ambao tumepata bahati ya kukutana nao hapa. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba na hilo lenyewe limeweza kufanyika. Lakini pia tumekutana na taasisi nyingine nyingi kama mnavyoziona kwenye banda hili ambao tumeweza kubadilishana uzoefu na sisi namna ya kujipanga ili tuweze kwenda kukimbiza hiyo vision yetu 2050. Naitwa Dr. Mihayo Msabila Maguta, ni mtafiti, ni mhadhiri mwandamizi kutoka Chuo cha Mipango Dodoma. Chuo cha Mipango tunazo kampasi mbili ambazo main campus iko Dodoma na kampasi nyingine ya Kanda ya Ziwa ambayo kule Mwanza. Kazi zetu kubwa ni kama taasisi ya elimu ya juu tunatoa mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi. Vilevile tunafanya kazi za ushauri elekezi na vilevile tunafanya kazi za utafiti. Tunaishukuru wizara yetu mama, Wizara ya Fedha ambayo ndio ametuwezesha kuja kushiriki haya maadhimisho ya miaka 50 ya maonyesho ya Sabasaba hapa Dar es Salaam. Naam, hivi ndivyo navyotoka ndani ya banda la Wizara ya Fedha. Tumepata nafasi ya kuweza kuzungumza na idara na taasisi mbalimbali kupata mrejesho wao wa maonyesho haya ya jubilei ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam DITF. Baada ya mrejesho huo ni nini? Sisi tutaendelea kuwa hapa hadi mwisho Julai 13, 2026. Godfrey Kusoro, Ndalini Media, popote tunakufikia.